Kwanza kule nimekwenda ndani, kila mtu anasubiri mtoto jina nani, baba yake hajatoa. Ina maana baba zao hawaje kuwaona. Kwa hiyo niwahamasishe kina baba wote wenye watoto wodini, nikiona waje waone wake zao na watoto wao, watoe majina. Hawajapewa majina. Hawajapewa majina. Kila niamuliza nasubiri nani? Anayetoa jina mama, kumbe siku hizi tumechanganyika. Manake wale watu wenye mfumo wa familia wa umamani, matrini, ambao na mimi pia mama yangu ndio mfumo wa umamani, jina linatoka kwa mama. Ndio maana mimi ni mtoto wa mama wa kwanza kwa mama yangu. Nimepewa jina la babu yangu mzaa mama, sio babu mzaa baba. Babu mzaa baba alisubiri mtoto wa pili, lakini mimi nimechukua jina la babu mzaa mama. Ndio Palamagamba huyo, Faniki Mwendi. Sasa nimegundua kwamba inaelekea uwezekano mkubwa sana kina baba hawajaja kuwaona. Mpaka leo majina hayajatoka, au huku majina yanatoka kwa sherehe, au wamekwenda kuangalia nyota ya jina gani kwa mtoto. Mbona majina yanachelewa? Kwa hiyo moja, kina baba na muwaone wake zenu au wazazi wenzenu, lakini pia muwaone watoto na watoto wapate majina. Leo siku ya pili ya tatu mtoto anaitwa hana jina, hapana. Lakini pia muwape watoto jina nzuri. Achana majina ya tabu. Jua wapeni watoto majina mazuri kama Rehema. Mungu ndiye anampa rehema. Siwape majina ambayo mtoto wanajua huyu mama yake alikuwa na tabu kweli, alikuwa ana shida kweli. Hatuviwezi, mviweze sasa. Kabisa mwape majina mazuri. Lakini zeni sana kina mama, tumieni huduma hii ipo hapa. Sisi wengine tumepata watoto katika nchi nyingine ambazo utamaduni tofauti. Mimi watoto wangu wote nimewapokea mwenyewe kwa sababu kule ni mila tofauti, lakini hata hapa si vibaya kwa wanaoweza waje waone kidogo, na wakiona hawatarudia tena, watamuonea huruma yule. Lakini Mungu amewaombea kina mama moyo mwema kabisa. Kwa mimi niwaombeeni sana sana sana, wote tutumie huduma hii iliyosogezwa karibu yetu, lakini tutunze hospitali hii. Yako machache ambayo nimeyasema ndani nisiyaseme sasa. Naamini tutalifikia hili eneo. Najua tunaendelea na ujenzi, lakini baada ya muda lile ni duka la nani? Au ni sehemu ya hospitali? Kwa hiyo maana na watu wa Kigamboni ni waombe huduma kama hizi mziachie eneo kubwa, ili baadaye kama tunahitaji kuongeza, sasa hatutaongeza kwa Usambaa, tutaongeza kwenda juu. Mimi nikija kwenye ziara mara nyingi nakuja kuangalia kama kuna wizi na kama kuna uzembe katika usimamiaji wa mradi. Jengo hili unaloliona Mheshimiwa Waziri, kwa haraka haraka unaweza usilione hasa limekuwa vitu gani. Lakini moja, wezi wanapofanya mambo haya huwa wanaiba kwenye kwenda kinyume na specifications. Katika kuendelea kusimamia majengo haya, wananchi kila mara tunawahamasisha wawe sehemu ya ushiriki wa kuangalia ubora wa majengo. Na pale ambapo wanahisi kuna jambo liko tofauti, basi wanatupigia simu ili tuweze kusimamia jengo na tuchukue hatua pale inapohitajika. Kwa hiyo nimeona Mheshimiwa Waziri nieleze tu haya kwa niaba ya wananchi kwamba tunapokuja kuona hiki kitu ambacho kimesimama vizuri, ambao unaweza usiaone na ambayo yanawahitaji sasa watumishi wa serikali wawe na uaminifu na uadilifu katika kusimamia miradi.